Kifo cha Fidel Odinga kimesalia kuwa fumbo kubwa linaloacha maswali mengi bila majibu. Ni kifo kilichozua mshangao na taharuki, kikabaki katika kumbukizi za Wakenya wengi wakiwa bado wanajiuliza kilichotokea hasa siku hiyo. Leo hii tunamulika maisha na kifo cha Fidel, tukigusia uvumi ulioenea baada ya kuondoka kwake pamoja na vita vya kisheria vilivyofuata katika familia ya Odinga, mjane wake Luam na madai ya mpango wa kando, vyote vikizunguka mali yake yenye thamani ya mabilioni ya pesa. Ni jinai inayoibua maswali mengi ya kijamii, na kwa wapenzi wa makala ya upelelezi kuhusu masuala ya jinai na siasa, usisite kuendelea kufuatilia kazi zetu. Ila swali ambalo utabaki kujiuliza, nini ama nani aliyehusika na kifo cha Fidel Odinga? Fidel Castro Odinga alizaliwa tarehe 2 Novemba mwaka wa 1973 jijini Nairobi, akiwa kifumbua mimba wa watoto wanne wa Raila Amolo Odinga na Ida Anyango Odinga. Akitambulika kama kijana mpole, mwenye kauli laini na roho ya ukarimu, Fidel pia alijulikana kwa kulinda wadogo zake kwa bidii na kujituma katika shughuli zake za kila siku. Ustawi wake ulikuzwa na malezi ya kifamilia yenye heshima, kwani wazazi wake walihakikisha anapata elimu bora ya kiwango cha juu. Alianza masomo yake huko Consolata Primary School jijini Nairobi, kisha akaendelea na elimu ya sekondari huko Mbeja Academy kati ya mwaka wa 1989 hadi mwaka wa 1992. Baada ya hapo alielekea ng'ambo kuendelea na masomo yake ya juu. Safari yake ya kitaalamu ilianza nchini India katika moja ya vyuo tajika. Kisha baada ya mwaka mmoja akahamia Pre-Ata ya vyuo A&M University huko Texas. Hata hivyo, hakukaa muda mrefu, akahamia tena Southeastern University jijini Washington DC, ambako alisomea shahada ya Business Management and Marketing. Lakini maisha yake ya ugenini hayakuwa rahisi. Mara kadhaa alijikuta akikwaruzana na sheria za Marekani. Kulingana na rekodi za wazi za mahakama, mnamo tarehe 21 Januari mwaka wa 2000, katika rekodi za Maryland Judicial Research website, Fidel alipatikana na kosa la wizi wa dola 300 na mahakama ikamhukumu kwa kosa hilo. Mwaka uliofuata, tarehe 28 Februari mwaka wa 2002, Fidel alipatikana tena na hatia ya kumiliki marijuana pamoja na mihadarati mengine. Tukio hili liliibua taharuki zaidi kuhusu maisha yake nchini Marekani. Muda mfupi baada ya mashtaka hayo, Fidel alirejea Kenya, ikiwa ni miaka michache tu kabla ya siasa za mwaka wa 2002. Mara tu aliporudi nyumbani, aliamua kutekeleza kwa vitendo elimu yake ya biashara. Shauku yake ya kuwa mfanyabiashara binafsi ikasaidiwa na nguvu ya kifamilia na ushawishi wa jina lao. Ilimpelekea kuanzisha miradi kadhaa katika sekta ya real estate, huduma mbalimbali na zingine katika sekta ya mafuta. Japokuwa alitengeneza jina kubwa katika biashara, Fidel pia hakuweza kuepuka kivutio cha siasa. Mara kwa mara alionekana akijitosa kwenye majukwaa ya kisiasa, hasa akifanya kazi kama wingman wa baba yake Raila Odinga katika eneo la Kibera. Wengi
walimtambua kwa moyo wake wa kusaidia maskini, hususan vijana wa mitaani. Kwa upande wa maisha ya kifamilia, Fidel alimuoa Veronica Wanjiru Ng'ang'a mnamo tarehe 17 Machi mwaka wa 2007 katika sherehe ya kifamilia iliyoandaliwa kwa heshima kubwa nyumbani kwa baba yake huko Bondo. Ndoa hii iliyoingia kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2007 ilionekana na wachambuzi wengi kama muunganiko wa kisiasa, hatua iliyolenga kuongeza ushawishi wa Raila Odinga katika eneo la Mlima Kenya. Lakini nyuma ya pazia, ndoa hiyo haikuwa na amani. Miaka 4 baadaye, mnamo Novemba mwaka wa 2011, Fidel aliwasilisha ombi la talaka mahakamani. Ingawa hati za talaka ziliwekwa hadharani, sababu halisi ya kuvunjika kwa ndoa hiyo haikufahamika rasmi. Duru za karibu zilidokeza kwamba chanzo kikuu cha talaka hiyo kilihusiana na kutokuwa mwaminifu kwa Fidel katika ndoa, na zaidi madai kwamba Veronica hakupata mtoto, hali iliyosababisha migawanyiko mikubwa katikati yao. Miezi chache tu baada ya kuachana na Veronica, Fidel alimuoa Luam Bekele, binti mwenye asili ya Eritrea. Harusi yao ilifanyika kisiri tarehe 28 Julai mwaka wa 2012. Mwaka mmoja baadaye, mnamo Agosti mwaka wa 2013, wawili hao walijaliwa mtoto wa kiume, walimpa jina la Ali Raila Odinga. Kwa kuangalia muda wa talaka na wakati Luam alipobeba ujauzito, ilikuwa dhahiri kwamba Fidel na Luam walikuwa tayari na uhusiano wa kimapenzi kabla ya ndoa yake ya kwanza kufumika. Hali hii imewahi kutajwa na wachambuzi kama moja ya sababu kuu zilizochochea kuvunjika kwa ndoa yake na Veronica. Vitimbi vya Fidel havikuishia kwenye biashara na siasa. Alijulikana sana jijini Nairobi kwa kupenda sherehe, magari ya safari rally na marafiki wake warembo. Matukio ya Fidel kuendesha gari kwa kasi mara kwa mara yaliwahi kuripotiwa kwenye vyombo vya habari. Na mnamo Ijumaa tarehe 6 Juni mwaka wa 2008 alikamatwa katika barabara ya Ngong akiendesha gari akiwa mlevi. Mwisho wa siku alipigwa faini ya shilingi 30,000 kwa kosa hilo. Lakini kilicholeta simanzi zaidi ni tukio la Jumapili tarehe 4 Januari mwaka wa 2015 alipopatikana amefariki kwa njia ya kutatanisha nyumbani kwake, zikiwa ni siku 4 pekee kabla ya sherehe ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Raila Odinga, baba yake ambaye alikuwa akikaribia kufikisha miaka 70. Siku moja kabla ya mauti yake, mnamo Jumamosi tarehe 3 Januari mwaka wa 2015, Fidel alionekana mwenye furaha tele. Mchana wa saa 6 hivi aliondoka nyumbani kwake huko Bellicott Home, Metoni Road, sehemu za Karen, kuelekea kwenye makazi ya baba yake yaliyopo kati ya Karen na mpaka wa Kajiado. Azma yake ilikuwa moja: kumtakia baba yake heri ya mwaka mpya, kwa kuwa hawakuwa wameonana tangu mwaka kuingia. Kwa muda mfupi, Fidel alionekana kufurahia sana muda aliyokuwa nao na familia yake, lakini kabla ya saa 10 mchana aliomba ruhusa kuondoka. Kutoka hapo akaelekea Ruby Restaurant Kilimani, ambako alikutana na watu wenye ushawishi mkubwa serikalini, akiwemo Francis Atwoli, katibu mkuu wa koti, na Cyrus Jirongo aliyewahi kuwa mbunge wa Lugari. Baada ya mazungumzo ya muda na viongozi hao, Fidel aliondoka. Safari yake ikampeleka kumchukua mtu mmoja ambaye hadi leo hajawahi kufahamika hadharani. Mtu huyo
alionekana karibu na ubalozi wa Somalia, jambo lililoacha maswali mengi bila majibu. Mida ya saa 10 jioni, Fidel alionekana tena akila chakula cha mchana huko Cave Place, sehemu za Westlands, akiwa na Robert Gishuru, mtoto wa aliyewahi kuwa mkurugenzi mkuu wa Kenya Power. Baada ya hapo walitembea Capital Club East Africa, kilabu ya kifahari iliyopo Imperial Court, eneo la Westlands. Jioni iliingia na karibu saa 5 usiku, Fidel alipokea simu kutoka kwa rafiki yake akimwalika kwenye burudani nyingine. Safari hii huko Sankara Hotel. Ndani ya hoteli hiyo alijiunga na marafiki kadhaa, akiwemo Mabior Garang, mwana wa hayati rais wa Sudan Kusini Dr. John Garang. Mabior Garang mwenyewe alikuwa mtu wa mijadala yenye utata, mara nyingi akihusishwa na kashfa za matumizi ya dawa za kulevya na pombe kupindukia. Uwepo wake kwenye orodha ya rafiki wa karibu wa Fidel ndio uliokuja kuzua uvumi na nadharia nyingi kuhusu kifo cha ghafla cha Fidel. Hapo Sankara, usiku ukageuka kuwa asubuhi. Fidel na wenzake waliburudika bila kukoma hadi takriban saa 8:30 alfajiri ya Jumapili, tarehe 4 Januari mwaka wa 2015, saa chache tu kabla ya taarifa za kifo chake kuibua mshangao mkubwa nchini kote. Kwa kuwa Fidel alikuwa mlevi kupindukia na hangeweza kuendesha gari, aliwasiliana na kampuni ya Smart Felix Taxis. Dereva mmoja aliendesha Range Rover yake mpaka nyumbani, huku mwenzake akimbeba Fidel kwa taksi. Kati ya saa 9 na saa 10 alfajiri, Fidel alifika nyumbani kwake Karen. Alimwamsha mfanyakazi wa nyumba ili amfungulie mlango, kisha akaelekea moja kwa moja kwenye chumba cha wageni akiwa na uchovu mkubwa sana. Alimwambia mfanyakazi huyo kuwa hataki kuwasumbua mkewe na mtoto wao waliokuwa wakilala chumbani kwao. Ndipo akaamua kulala chumba cha wageni. Muda wa saa 12 asubuhi, mke wake Luam aliingia chumbani huko kumwangalia. Awali alidhani mumewe amelala fofofo, lakini alipojirudia kwa mara ya pili kumwangalia, alihisi hali ya kutokuwa kawaida. Fidel alionekana amedhoofika kiafya. Badala ya kupiga simu moja kwa moja kwa ambulensi, Luam alimpigia simu mama mkwe wake Ida Odinga, akimwelezea kwa hofu kwamba pana jambo lisilo sawa kuhusu afya ya Fidel. Saa 1 asubuhi, Ida Odinga aliwasili nyumbani kwa Fidel akiwa ameandamana na Raila. Hapo ndipo wakaagiza ambulensi ifike haraka. Wahudumu wa afya walipofika na kujaribu kumpatia huduma ya kwanza, waligundua kwamba tayari Fidel alikuwa ameshafariki dunia. Muda mfupi baadaye, maafisa wa jinai na pathologist wa serikali Dr. Johansen Odor waliwasili nyumbani kwa Fidel. Mara moja uchunguzi rasmi ukafunguliwa ili kubaini iwapo kulikuwa na sakata au mchezo wa hila uliopelekea kifo chake. Habari zilipoenea mitandaoni, wanasiasa na watu mashuhuri walimiminika nyumbani kwa familia ya Odinga kutoa rambirambi zao. Wengi wao walitoka upande wa kisiasa wa Raila, wakati huo ukijulikana kama CORD. Viongozi kama Kalonzo Musyoka waliashiria kwa kifo cha Fidel huenda hakikuwa cha kawaida. Walitaka uchunguzi wa kina ufanyike, sio tu kwa kifo chake, bali pia kwa vifo vya karibu vya viongozi mashuhuri waliokuwa kwenye kambi ya Raila, akiwemo Mutula Kilonzo na Otieno Kajwang'.
Wakati mwili wa Fidel ukihamishwa hadi Lee Funeral Home, wapelelezi waliongeza kasi ya ufuatiliaji, lengo lao likiwa kujua hatua za mwisho za Fidel kabla ya kifo chake. Kwa hivyo walichukua maelezo ya mashahidi wote waliokuwa naye siku hiyo, wakiwemo madereva wa Smart Felix Taxi waliomrudisha nyumbani, ili kufuatilia kila dakika ya safari yake tena ya mwisho, ili kubaini kilichotokea kwa maisha ya Fidel. Upasuaji wa mwili wake ulifanyika siku ya Jumatatu tarehe 6 Januari mwaka wa 2015 huko Lee Funeral Home. Pathologist wa serikali Dr. Johansen Odor na Dr. Njeru, wakiwa na wenzao wawili waliokuwa wameajiriwa na familia ya Odinga, waliongoza mchakato huo. Waliokuwepo kushuhudia kila hatua walikuwa Senator James Orengo na mjomba wa Fidel, Oburu Odinga. Baada ya zaidi ya saa 8 za uchunguzi, autopsi hiyo haikutoa hitimisho lolote la moja kwa moja kuhusu chanzo cha kifo. Hali hii iliwalazimu madaktari kuchukua sampuli takriban 19 ili kuendelea na uchunguzi wa kina. Sampuli hizo zilipelekwa kwenye vipimo vya toxicology na histology katika maabara ya serikali na pia maabara ya kibinafsi jijini Nairobi. Kwa kuwa kulikuwa na shaka juu ya uwezo wa mitambo ya maabara hizo mbili za humu nchini, familia ya Odinga iliamua kutuma baadhi ya sampuli hizo hadi Ujerumani ili kufanyiwa vipimo vya kina zaidi. Makadirio yalikuwa kuwa majibu ya toxicology na histology kutoka ng'ambo yangepatikana baada ya takriban wiki 6. Hata hivyo, licha ya sampuli hizo kuchunguzwa katika maabara 3 tofauti, hakuna hata ripoti moja iliyowahi kuwekwa wazi kwa umma. Kitendo hiki kilizua maswali mengi. Kwa nini taarifa muhimu kama hizi zingefichwa? Ukimya huu wa familia ya Odinga kuhusu sababu halisi ya kifo cha Fidel unakumbusha visa vya nyuma, hasa kile cha Mutula Kilonzo. Kifo chake kilisalia kwenye mazungumzo ya kisiasa kwa muda, nadharia mbalimbali zikisambaa, lakini hatimaye kila kitu kilinyamazishwa na ripoti za toxicology zikabaki siri kubwa sana. Kwa sasa, hebu tuchambue nadharia mbili kuu zilizotolewa kuhusu kifo cha Fidel Odinga. Nadharia ya kwanza ilidai kwamba alitiliwa sumu kupitia kinywaji. Hata hivyo, hoja hii haina mashiko sana, kwa sababu iwapo Fidel angeliwekewa sumu, ripoti za toxicology na histology zingethibitisha uwepo wa kemikali hiyo mwilini. Hapo ndipo familia ya Odinga ingeweka wazi ushahidi huo na kulazimisha vyombo vya usalama kuwachukulia hatua waliokuwa naye usiku huo ili haki itendeke. Hali hii inatofautiana na tukio la marehemu George Thuo aliyekuwa mbunge wa Juja. Katika kesi yake, ripoti ya toxicology ilithibitisha wazi kwamba alitiliwa sumu kwenye kinywaji chake alipokuwa katika klabu cha Puki huko Thika. Matokeo hayo ndiyo yaliyopelekea washukiwa kadhaa kukamatwa na kufikishwa mahakamani kwa sakata hiyo. Kwa hivyo, ni vigumu kudhania kama kweli Fidel aliuawa, kwani familia yake haikuchukua hatua madhubuti za kutafuta haki dhidi ya yeyote ambaye angehusishwa na tukio hilo. Nadharia ya pili inadai kwamba Fidel alifariki kutokana na matumizi ya dawa za kulevya kupita kiasi. Wazo hili lilipigiwa debe na Miguna ambaye hapo awali alikuwa mwandani wa Raila Odinga. Kupitia ujumbe aliouweka kwenye ukurasa wake wa Twitter,
Mwanaharakati Boniface Mwangi naye alitoa kauli zilizoshabihiana na zile za Miguna Miguna. Ingawa Miguna Miguna na Boniface Mwangi si wandani wa familia ya Odinga, uwezo wao wa kupata taarifa ambazo si rahisi kufikiwa na raia wa kawaida uliipa hoja yao nguvu zaidi. Walionekana kuashiria kwamba kifo cha Fidel kilihusiana moja kwa moja na matumizi mabaya ya mihadarati. Zaidi ya hayo, mmoja wa waliokuwa na Fidel usiku wa mwisho ni Mabior Garang, mwana wa marehemu rais wa Sudan Kusini John Garang, na huyu mtoto anatambulika sana kwa tabia ya uraibu wa dawa za kulevya na vileo. Taarifa zilizozagaa mitandaoni miaka ya nyuma zinadai kuwa Februari mwaka wa 2017 Mabior alipatwa katika hali ya kutokuwa na fahamu katika hoteli moja jijini Dar es Salaam. Alilazwa katika hospitali ya Dr. Mvungi ambapo alithibitishwa kuathiriwa na matumizi ya vileo kupita kiasi. Urafiki wa karibu kati ya Fidel na Mabior uliibua maswali mengi. Kwa wengi, huu ulikuwa ushahidi tosha kwamba ulimwengu wa mihadarati ulikuwa sehemu ya maisha ya Fidel. Wasemavyo Waswahili, wao hujuana kwa vilemba. Hata hivyo, kilio cha wanasiasa wengi waliotaka uchunguzi wa kifo cha Fidel ufanywe kwa uwazi kilizimwa mapema. Familia ya Fidel ilisisitiza kuwa uchunguzi huo ubaki siri ya kifamilia pekee. Duru za karibu zilieleza kwamba uamuzi huo ulikuwa na nia ya kulinda heshima ya familia na jina la marehemu. Pengine hatua hii ya kuficha matokeo ya uchunguzi ndiyo inayofanya nadharia ya pili ionekane na uzito zaidi, kwamba Fidel huenda alifariki kutokana na matumizi ya mihadarati. Lakini bado kulikuwepo na nadharia ya tatu, kwamba Fidel Odinga alifariki kifo cha kawaida akiwa usingizini. Nadharia hii ilisisitiza kwamba kifo chake hakikusababishwa na njama yoyote au mkono wa mtu, bali kilikuwa tu ni matokeo ya asili ya maisha ya mwanadamu, ambapo kila mmoja hulazimika kuaga dunia pale siku zake zinapofika. Lakini ikiwa kweli hilo ndilo chanzo cha kifo chake, je, ripoti za autopsi hazingefanikisha kulibainisha wazi? Swali hili linaendelea kugonga vichwa vya wengi. Sasa hebu tuambie wewe mtazamo wako. Mamia ya waombolezaji walijitokeza katika uwanja wa chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga mnamo Jumamosi tarehe 10 Januari mwaka wa 2015 kumpa heshima za mwisho Fidel Odinga. Familia yake ilimtaja kama mwana aliyejali, aliyebeba jukumu la kushughulikia familia kwa moyo wa kujitolea. Baadaye mwili wa Fidel ulizikwa Bondo kando ya kaburi la babu yake mashuhuri Jaramogi Oginga Odinga. Lakini baada ya maziko, sakata halikuishia pale. Mambo yakageuka na kuangukia mahakamani. Vita vikihusisha mjane wake Luam Bekele na mama yake Ida Odinga na dada yake Winnie Odinga. Wakati huo, Fidel hakuwa ameacha wasia wowote kuhusu mali yake ya mabilioni. Mnamo mwaka wa 2018, mkewe Luam aliwasilisha kesi kotini akitaka kutambuliwa kama msimamizi halali wa mali ya marehemu. Na tarehe 9 Januari mwaka wa 2019, mahakama ilimthibitisha yeye pamoja na kaka yake Famsa Bekele kuwa wakurugenzi wakuu wa mali ya Fidel. Kawaida, urithi hupeanwa kwa wanafamilia wa karibu, mke, watoto, wazazi au ndugu wa damu. Lakini hapa
kuongezwa kwa ndugu wa Lwam kama mkurugenzi mwenza kulizua maswali makubwa juu ya nia hasa iliyokuwa ikifichwa nyuma ya usimamizi wa mali za Fidel. Tarehe 2 Agosti mwaka wa 2019, Ida na Winnie walilazimika kufika mahakamani kupinga uamuzi huo, wakishikilia kwamba uliwapokonya haki warithi wengine halali kama watoto wa Fidel, mama yake na dada zake. Kesi hii ya urithi ilianza kufichua siri nyingi za familia ya Odinga machoni pa umma. Kwa kutambua hatari hii, Raila Odinga mwenyewe alichukua hatua za dharura kuzuia wanahabari kuandika kila undani wa kesi hiyo. Duru za kuaminika zilieleza kwamba Jumapili ya tarehe 14 Oktoba mwaka wa 2019, gazeti la The Standard lilikuwa limekamilisha maandalizi ya kuchapisha makala maalum yenye kichwa The Fight in Raila's Home. Lakini kabla ya gazeti hilo kuingia sokoni, Raila alimpigia simu Gideon Moi, ambaye ndiye mkurugenzi mkuu wa Standard Media Group. Mara moja Gideon akaamuru taarifa hiyo iondolewe na kubadilishwa. Na hapo taarifa ikabadilishwa na kuwa kichwa cha habari kisicho na uhusiano wote: New Hefty Benefit for Teachers. Tukio hili linaacha swali zito juu ya uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya. Inatufanya tujiulize, je, taarifa tunazosoma kwenye magazeti na machapisho mengine ziko salama kutokana na ushawishi wa watu mashuhuri? Ikiwa vigogo wa kisiasa wanaweza kubadilisha na hata kuzima habari nyeti, basi ni wakati wa Kenya wawe makini zaidi, wakitafuta taarifa za kina kwa uangalifu na macho ya uchunguzi. Alhamisi tarehe 16 Oktoba mwaka wa 2015, kwa mara ya kwanza kesi kuhusu urithi wa mali ya Fidel ilianza kusikilizwa rasmi mahakamani. Kiini cha mvutano kilikuwa jumba la kifahari la Fidel lililoko Karen lenye thamani ya shilingi milioni 75. Lakini si hilo pekee. Mjadala ulihusu pia magari yake, akaunti za benki, hisa katika kampuni mbalimbali na mali nyingine za mamilioni. Katika mchakato wa kupinga maamuzi ya awali ya koti, Ida na Winnie Odinga walieleza kwamba baada ya mazishi ya Fidel, Lwam alihama nyumba aliyokuwa akiishi na marehemu, akakata mawasiliano na familia ya Odinga na hata kuwatoa watoto wake shule walizosoma. Zaidi, walimlaumu kwa kumnyima Ida nafasi ya kumuona mjukuu wake. Aidha, walidai kuwa Lwam alificha baadhi ya mali kwenye stakabadhi za koti na akawatenga mapacha wa Fidel waliozaliwa tarehe 1 Julai mwaka wa 2015, miezi 6 tu baada ya kifo chake. Kwa upande mwingine, Lwam alitoa shutuma kali. Alidai familia ya Odinga ilimnyima haki zake kwenye joint account aliyokuwa akiendesha na Fidel, jambo lililomfanya kutumia fedha zake binafsi kumtunza mtoto wake. Pia alishtumu Ida kwa kumweka chini ya msongo mkubwa wa mawazo kuhusiana na kifo cha Fidel. Kwa mujibu wa taarifa zake kwa wachunguzi wa jinai, Ida alimshuku moja kwa moja na hata kudai afanyiwe uchunguzi wa kina. Siku moja baada ya kesi hiyo kusikilizwa pande zote, mahakama ilitupilia mbali ombi la Ida na Winnie la kuzuia wanahabari kuripoti mwenendo wa kesi hiyo. Mahakama pia iliagiza vipimo vya DNA kufanywa
ili kubaini usuli wa mapacha ambao walidaiwa kuwa watoto wa Fidel na mwanamke mmoja aitwaye Phoebe. Lakini siku 4 tu baada ya agizo hilo, Phoebe alienda kotini kupinga vipimo hivyo. Alisema hatua hiyo ingewaathiri vibaya watoto wake kisaikolojia, na akaamua kuweka wazi uhusiano wake na Fidel. Lengo lake, kwa mujibu wa kauli zake, lilikuwa kuhakikisha watoto wake wanatambulika na kuheshimiwa kama warithi halali wa mali ya Fidel. Swali kubwa sasa likasalia, ni kwa namna gani hasa Fidel Odinga na Phoebe walihusiana? Phoebe na Fidel walikutana kwa bahati isiyo ya kutarajiwa. Wakati Phoebe alikuwa anasimamia Forex Bureau moja huko Adams Arcade na nyingine pale Wawi Center, maeneo ya Gigiri. Hapo ndipo Fidel alipokuwa akifika mara kwa mara kwa shughuli za kubadilisha sarafu zake. Kutokana na mazoea hayo ya kila siku, urafiki ukaota mizizi na mwisho wa safari wakaingia katika uhusiano uliowazaa watoto. La kushangaza ni kwamba ripoti ya uzazi wa watoto hao haikuwahi kuwekwa wazi kwa umma. Badala yake, vita vya kotini vikaanza. Vikadumu kwa miaka 2 mizito hadi Juni mwaka wa 2022 ambapo wahusika walikubaliana kusuluhisha kesi yao nje ya mahakama. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Luam, mjane wa Fidel, pamoja na Raila Odinga Jr., ndugu yake Fidel, waliteuliwa kuwa wakurugenzi wakuu wa kusimamia mali yote ya Fidel. Aidha, Luam alipewa umiliki wa mali 3 kuu za Fidel, zikiwemo nyumba yao ya kifamilia huko Karen. Mali nyingine ikiwemo hisa na akaunti za fedha ziliwekwa kwenye trust fund kwa manufaa ya mtoto wao pekee. Makubaliano haya yalikuwa na masharti makali. Luam hangeweza kuuza au kupiga mnada mali hiyo, na faida yote kutoka kwa mali na akaunti hizo ingefadhiliwa kwa ajili ya mtoto wake na Fidel. Kifo cha ghafla cha Fidel Odinga akiwa na umri wa miaka 41 pekee kilikuwa pigo kubwa, si kwa familia ya Odinga tu, bali pia kwa taifa zima. Licha ya changamoto zake na masaibu yaliyomzunguka, Fidel alionekana kama mwanabiashara mwenye maono, mfadhili wa miradi mingi, na kwa wengi alikuwa mfano wa mwanasiasa aliyebeba matumaini ya kurithi nyayo za baba yake. Zaidi ya hayo yote, hakuna cha kusema ila kumkabidhi kwa Muumba wake. Mola mterehemezi ailaze roho yake mahali pema peponi. Tuzidi kuwa makini na tuzidi kufuatilia kazi za kurunzi za jinai. Jina langu Shaban Yusuf.